Well, I'll both read in our language, in national language, and then read in English. Matendo ya Mitume 8 kuanzia mstari wa 8 hadi mstari wa 35. Maandiko yanasema hivi: Hapo Petero akiwa amejawa na Roho Mtakatifu akawaambia viongozi na wazee wa watu, ikiwa mtaniuliza leo juu ya kile kitendo chema alichofanyiwa yule mtu aliyekuwa kiwete na jinsi alivyopata kuwa mzima, basi nyinyi na watu wote wa Israeli mnapaswa kujua ya kwamba mtu huyu anasimama mbele yenu leo mzima kabisa kwa nguvu ya jina lake Yesu wa Nazareti, ambaye nyinyi mlimsulubisha, lakini Mungu akamfufua kutoka wafu. Huyo ndiye ambaye maandiko matakatifu yanasema, jiwe mlilolikataa nyinyi waishi, sasa limekuwa jiwe kuu la msingi. Wokovu haupatikani kwa mtu mwingine yeyote, kwa maana duniani popote binadamu hakupewa jina la mtu mwingine ambaye sisi tuwaweza kuokolewa naye. Hayo wazee wa baraza wakiwa wanajua kwamba Petero na Yohana walikuwa watu wasio na kisomo wala elimu yote, walishangaa juu ya jinsi walivyosema kwa uhodari. Wakatambua kwamba walikuwa wamejiunga na Yesu. Lakini walipomwona yule mtu aliyeponywa amesimama pamoja nao, hawakuweza kusema kitu. Hivyo waliamuru wote nje ya baraza, nao wakabaki ndani wakizungumza kwa faragha. Wakaulizana, tufanye nini na watu hawa? Kila mtu aishi Yerusalemu anajua kwamba miujiza huu wa ajabu umefanyika, nasi hatuwezi kukana jambo hilo. Lakini ili tupate kuzuia jambo hili lisienee zaidi kati ya watu, tuwaonye wasiongee na mtu yoyote kwa jina la Yesu. Kwa hiyo wakawaita tena ndani, wakawaonya wasiongee tena hadharani wala kufundisha kwa jina la Yesu. Lakini Petero na Yohana wakajibu, amueni nyinyi wenyewe kama ni sawa mbele ya Mungu kuwatii nyinyi kuliko kumtii Mungu. Kwa maana hatuwezi kuacha kusema juu ya mambo yale tuliyaona na kuyasikia. Basi hao wazee wa baraza wakaonya kwa ukali zaidi, halafu wakawaacha huru. Hawakuweza kuwapa adhabu kwa sababu watu wote walikuwa wakimtukuza Mungu kwa sababu ya tukio hilo. Huyu mtu aliyeponywa alikuwa na umri wa miaka zaidi ya 40. Mara tu walipoachwa huru, Petero na Yohana wakarudi kwa wenzao wakiwaelezea yale walioambiwa na makuhani wakuu na wazee. Nao waliposikia habari hiyo, waliungana pamoja katika kuambia Mungu wakisema, Bwana wewe ni muumba wa miungu na nchi, bahari na vyote vilivyomo. Ndiwe uliyefanya mtumishi wako baba yetu Daudi asema kwa nguvu ya Roho Mtakatifu, kwa nini mataifa yameghadhabika? Mbona watu wamefanya mapingo ya bure? Wafalme wa dunia walijiweka tayari, na wataule wakakutana pamoja dhidi ya Bwana na dhidi ya Kristo wake. Maana kwa hakika ndiyo Herode, Pontio Pilato, watu wa Israeli na watu wa mataifa walivyokutana pamoja hapo mjini kumpinga Yesu mtumishi wako mtakatifu, ambaye ulimweka wafu. Naam, walikutana ili wafanye mambo yale uliyosudia na kupanga tangu mwanzo kwa uwezo wako na mapenzi yako. Lakini sasa, Bwana, angalia vitisho vyao. Utuwezeshe sisi watumishi wako kuhubiri neno lako kwa uhodari. Nyosha mikono wako ili uponye watu. Fanya ishara na maajabu
kwa jina la Yesu mtumishi wako mtakatifu." Walipomaliza kusali, pale mahali walipokuwa wamekutana pakatikishwa, nao wote wakajazwa Roho Mtakatifu. Wote wakaanza kuhubiri neno la Mungu bila uoga. Jumuiya yote ya waumini ikawa moyo moja na roho moja. Hakuna hata mmoja aliyekuwa na kitu chochote akikiweka kwa mali yake binafsi, ila waligawana vyote vilivyokuwa navyo. Mitume walishuhudia kwa nguvu nyingi kufufuka kwa Bwana Yesu, naye Mungu akawapa baraka nyingi. Hakuna mtu yeyote aliyetandikwa kitu, maana waliokuwa na mashamba au nyumba